tunakwenda kwenye kile ambacho tulikuwa tunakisubiri. Ni wazi tunapokuwa kama taifa ambalo tunasabihishwa na tunatambulika kama ni kisiwa cha amani, utulivu na umoja wa kitaifa. Sio wote wanafurahia na wangependa Tanzania ibaki katika sifa hiyo. Kuna watu wanatamani ili ambalo tunakwenda kulifanya tarehe 29 lisiwezekane. Kuna watu wanatamani waone vurugu. Lakini kama mkoa na kama taifa, dalili zozote za aina ya uasi, vurugu, fujo hazijaonekana, na sisi tunajua ni kutokana na uelewa mpana wa wananchi wa Tanzania na wananchi wa Tanga kwa ujumla. Lakini kutokana na mawaidha mbalimbali ambayo nyinyi viongozi wa dini na vyama mmekuwa mkiwasisitiza wanachama wenu. Hivyo basi niseme tu kwamba tuko kama taifa, tuko katika hatua muhimu kwa mustakabali wa nchi hii. Na kama serikali haitakubali nchi iende katika vurugu au atokee mtu yoyote atakayeshawishiwa kwa njia yoyote. Kwa hivyo tuende tukijua kwamba amani ipo, usalama upo, na shughuli hii itafanyika katika hali ya amani, ya utulivu kuliko kawaida. Na sisi hapa Tanga ni katika mikoa ambayo wala hatuna wasiwasi wala hofu, kwa sababu tumezoea kuwa na umoja wetu, na kuwepo kwetu hapa wote ni dalili kwamba sote tunaamini kile kinachokwenda kufanyika, na sote tunakubaliana na kwamba tunataka tuende katika uchaguzi tukiwa wamoja, tukiwa na amani, na maisha yaendelee baada ya uchaguzi. Na nitoe tu onyo kwa yule ambaye atajaribu kutaka kujaribu, atakuja kushughulikiwa kwa jinsi ambavyo vyombo vimejipanga, kwa sababu mtu ukitaka kuleta doa ya aina yoyote, nchi haitavumilia, kwa sababu nchi hii ni kubwa kuliko mtu yoyote mmoja mmoja. Siku ya tarehe 29 ndo siku wananchi wanakwenda kutimiza haki yao ya kidemokrasia ya kuchagua kiongozi ambaye wanamtaka. Niwahakikishie wananchi wa mkoa wa Tanga kwamba hali ya usalama siku hiyo itakuwa vizuri, lakini vile vile tutambue kwamba amani ya nchi yetu ni muhimu sana. Kwa hiyo ni vizuri tuendelee kuienzi amani. Ndio maana sisi kama jeshi la polisi tunasema amani, utulivu na usalama ni jukumu letu sisi sote wa Tanzania. Kwa hiyo Watanzania wote tuendelee kuhakikisha hii amani inakuwepo. Kwa mtu yoyote ambaye anafikiri kwamba anaweza akaharibu amani ya nchi hii asijidanganye. Jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tumejipanga vizuri, kama alivyoeleza mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama kwamba sisi vyombo tuko vizuri sana kuhakikisha uchaguzi, sasa kipindi cha uchaguzi, lakini siku ya uchaguzi yenyewe na baada ya uchaguzi, kwamba amani ya nchi itaendelea kutamalaki.